mfano wa Mungu. Naye Mungu anataka ukae na uishi kama yeye. Watu wa Mungu, hapo mwanzo Mungu alipoumba mwanadamu akatengenezea shamba la Edeni ambao matunda mengi alikuwa ameandaa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na tunaambiwa ya kwamba shamba hilo la Edeni ni shamba kubwa. Mpaka alitengeneza hata na maji. Ukiwa kuzini unakunywa maji. Ukiwa magharibi unakunywa maji. Ukiwa mashariki unakunywa maji. Kila sehemu katika shamba ile la Edeni Mungu aliweka vitu vya ajabu ajabu ili mwanadamu huyu asihangaike. Na tuombe. Baba wetu unayeishi milele sote, tazama Baba, watoto wako sehemu hii wameweza kusimama kusikia sauti yako. Napoendelea na mafundisho ya afya Mungu, hebu Mungu uweze kujionyesha na unene na watoto wako wa mji huu zaidi, tuweze kuelewa wote jinsi ya mpangilio ya pekee ya afya. Asante, ninaomba ni katika Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amina. Amen. Kitabu chetu cha kwanza ni kitabu cha Mwanzo 1 mstari wake 29. Msomaji endelea. Kitabu cha Mwanzo 1:29 inasemaje? Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini. Wakatawale samaki wa baharini. Na ndege wa angani. Na ndege wa angani. Na wanyama. Na wanyama. Na nchi yote pia. Na nchi yote pia. Na kila chenye kutambaa. Na kila chenye kutambaa. Kitambaacho juu ya nchi. Kitambaacho juu ya nchi. 27. Mungu akasema. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba. Kwa mfano wa Mungu alimuumba. Mwanaume na mwanamke aliwaumba. Sikia watu wa Mungu. Kwa jinsi hiyo Mungu anatukumbusha tu yale aliyeweza kufanya. Kwa sababu sisi ni kisasi cha mwisho, ama kisasi ambayo tumepitwa na visasi vingi. Tunajulishwa na neno la Mungu ya kwamba Mungu huyu aliweza kutuumba kwa mfano wake. Na hakutuumba tu, akampa mwanadamu aweze kutawala na awe kiongozi wa kila kiumbe. Hivyo unapoendelea ujue ya kwamba Mungu alikuumba uitawale. Wakati mwingi tunaona watu wanahitaji sana uongozi, utawala, hata kwa nguvu zao. Lakini tunaona Adamu wetu Mungu alimpa utawala huo kwa furaha, tena kwa upendo. Hata na wakati huu Mungu wetu anatuambia tukielewa mambo haya ya afya, hakika tutakuwa tunajitawala. Ya kwanza, utatawala mwili wako kwa chochote kile utakula. Tena pili, utakuwa ukitawala hata mawazo yako na mwenendo wako, kwa sababu Mungu alikupa utawala. Kabla hujaenda kutawala vitu vingine, ujitawale kwanza. Na hivyo kujitawala ni kumheshimu Mungu na kumtii Mungu kwa maneno yake yote. Na tukaona ya kwamba Mungu ni upendo. Tunaposoma katika kitabu ya Yohana 3 mstari wake 16, tunaona Mungu kwa sababu anatupenda. Kwa sababu Mungu ni pendo, yeye anatukumbusha ya kwamba alitupenda. Hivyo akajitoa na akatufundisha mambo haya yote. Tunapoangalia katika sheria 8 ya afya, tunakuta ya kwamba ya kwanza ni mlo tumeweza kuzungumzia. Na tunapata ya kwamba Shetani alikuja na akawadanganya wazazi wetu wa kwanza. Adam alipodanganywa katika shamba la Edeni, akamuasi Mungu na akavunja sheria na akala matunda ambayo Mungu mwenyewe alikuwa amemkataza. Na si kwa kukataza kwa ubaya. Mungu alitaka kuona ya kwamba mwanadamu huyu nimemuumba, atanitii, atasikia sauti yangu, huyu ataenenda kulingana na mapenzi yangu. Tunakuta ya kwamba Mungu alimwagiza katika Mwanzo 3, tutasoma kuanzia 1 tukiendelea, ili tuweze kuona na kuchunguza. Kumbe
hata dhambi kufika ulimwengu ni kwa sababu ya uwazi ama ni kwa sababu ya ukulaji. Kumbe hata ukulaji naye kukula kumbe ilituletea dhambi. Na hata tukiendelea tu hivyo tutaendelea kumwasi Mungu kwa sababu huenda tutakula yasiyofaa machoni pake. Soma mtumishi. Mwanzo 3 fungu lake ni la kwanza. Mwanzo 1 fungu lake 3 mstari wake wa kwanza. Basi nyoka alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu? Hivi ndivyo alivyosema Mungu. Msile matunda ya miti yote ya bustani. Usile matunda yote ya bustani. Fungu la pili. Fungu la pili. Mwanamke akamwambia nyoka. Mwanamke akamjibu akamwambia nyoka. Matunda ya miti ya bustani. Matunda ya mti wa bustani. Twaweza kula. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani. Mungu amesema msiyale wala msiyaguze. Mungu amesema msiyale ama msiguze. Msije mkafa. Fungu la 4. Simama hapo kwanza. Tumeona mwanamke huyu naye alikuwa mwaminifu. Kwa sababu alipoulizwa na shetani maswali, akajibu jinsi ilivyoagizwa na Mungu. Akatoa statement yake iliyo nzuri. Ni kwa sababu hakuwa ameaze. Lakini kitu kibaya tu, shetani alimnyemelea, hakujua anadanganywa. Lakini alipomwendea na kuendelea, mwanamke huyu akashawishika. Tukasoma tukiendelea. Endelea. Fungu la 4. Fungu la 4 lasema, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo, mtafumbuliwa macho. Nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Sikiza mwanadamu. Mungu wetu ambaye ni Mungu wa upendo alimwambia mwanadamu kabla hawaje kukutana na shetani. Akamwambia ya kwamba mule matunda zote ambayo siko shambani, lakini mti wa katikati msile, kwa sababu huu mti ni wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini siku ile mtakapokula hakika mtakufa. Kwa hivyo naye shetani akaja kwa mbinu tofauti kidogo tu. Akaja na maneno ya udanganyifu na akamwambia mtafumbuliwa macho na mtafanana na Mungu, kujua mema na mabaya. Kisha akamwambia mtakapokula hakika hamtakaa vile, itakuwa na badiliko. Endelea kwa mstari wa 5. Ama umepita 7? Haya, endelea. Mstari wa 6 ikasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Basi alitwaa katika matunda yake akala. Na akala hiyo matunda. Akampa na mumewe, naye akala. Tunataka kujifunza wapendwa, kwamba tujue na kuelewa ya kwamba Mungu huyu jinsi anavyotupenda. Mungu akasema atendi jambo lolote bila kuwajulisha watumishi wake. Ndipo unaona ya kwamba alitangulia kumjulisha Adamu ya kwamba asile matunda huu wa mti wa katikati, kwa sababu mti huu ni wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini ingawa shetani alikuja akarudia tu kwa mbinu nyingine, lakini mwanamke akadanganyika. Lakini ingawa hivyo, dhambi ulianzia pale. Watu wengi huuliza ya kwamba mbona ni jinsi gani dhambi iliingia ulimwengu? Ilikujaje? Hapo ndio tunapata ya kwamba kumbe dhambi uliingia kupitia kwa udanganyifu wa shetani. Na tunapoangalia shetani mwenyewe akiwa mdanganyifu,
tunaweza kujua aje shetani ni mdanganyifu? Tutasoma katika kitabu ya Ufunuo 12 mstari wake ni 9. Ili tuweze kujua hakika kumbe shetani aliwadanganya wazazi wetu na bado anatudanganya pia. Soma msomaji. Ufunuo 12 mstari wake ni wa 9. Biblia ikasema yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani, yule nyoka mkubwa, yule nyoka ya zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Sikiza mwanadamu, tunapojifunza maneno ya afya ni lazima tuweze kuona mwanzo wa dhambi ilikujaje, na tena hiyo dhambi bado inaendelea. Biblia imetuambia ya kwamba shetani ni mdanganyifu na anaendelea kudanganya ulimwengu wote, si wale tu wasasi wa kale, hadi pia hata na sisi sasa anaendelea kutudanganya, ili tuweze kuvunja sheria ya afya, ili tupate na magonjwa mengi ambao hata ulimwengu sasa wameshangaa, wameshindwa mwanadamu huyu atatibiwaje. Mpaka walimwengu wamekutana na kusemesana ya kwamba tutafanyaje kwa magonjwa sugu ambayo imefika katika ulimwengu, ambayo madaktari wanashughulika, wanahangaika nayo wakijaribu kutibu, lakini haitibiki. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya jinsi ambayo tunakula. Tumeona ya kwamba hakika Mungu alipomuumba mwanadamu akampa vyakula vya matunda. Mwanamke huyu, Adamu huyu alipewa chakula chake kuwa matunda. Na katika mashini ya mwanadamu ambaye inasiaga chakula, ilikuwa inawezekana tu ama ina uwezo wa kusiaga matunda, na mwili wote unafurahi, na mwanadamu anakuwa na akili safi, mwanadamu anakuwa na mwili nzuri, akonjeki. Lakini tangu wakati ule alipomwasi Mungu na kukula matunda ambaye Mungu hakumwagiza akule, hapo ndipo mwanzo na chanzo ya magonjwa mengi na dhambi. Leo hii Mungu anataka sana tuweze kuelewa tutafanyaje, ama tutafanyaje ili tuweze ili afya yetu iweze kurudia. Tutafanyaje? Mungu wetu ataendelea kutufunza na kutuambia ya kwamba tuweze kumtii Mungu huyu kwa hali zote. Tuweze kutii Mungu kwa kila hali, katika sauti yake, katika neno lake, kwa sababu maandiko zote zinatoka kwa Mungu. Kitabu ya Timotheo wa pili, barua ya Timotheo wa pili 3 mstari wake 16 na 17. Na usome ukienda polepole. Aya, soma. Timotheo wa pili mstari wake ni wa 3, fungu lake ni 16, ikasema, inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa zao na kwa kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Ili aweze kutenda kila jambo. Sikia mwanadamu, kila andiko ambayo tutaenda kujifunza katika juma hili kupitia kikihavya, Biblia imetuambia kwamba kila andiko linatoka katika pumzi ya Mungu. Kwa nini? Tunajua hakika mwanadamu alipoumbwa, Mungu aliweza kuifinyanga udongo na maji, na mwanadamu akawa ameumbwa. Na sio tu mwanadamu alipolala chini hivi kama kisiki, tunakuta ya kwamba Mungu mwenyewe alikuja na akapulizia pumzi yake mapua zake, naye mwanadamu akawa mwanadamu hai. Hivyo mpaka saa hii Mungu wetu anatuzungumzia kupitia na maandiko yake takatifu, ambaye ametuambia kwamba kila andiko lina pumzi ya Mungu.
halitoki tu ujuzi wa wanadamu, halitoki tu hekima na maarifa ya mtu, bali inatoka katika kinywa cha Mungu. Na maandiko haya iweze kunakiliwa na waandishi wengi, na kwa hizo miaka yote tangu Biblia kuandikwa haijabadilishwa. Kuna vitabu vingi ambavyo vimerekebishwa, kuna vingine vimerekebishwa kwa miaka na miaka, na baada Biblia bado vitabu vinaandikwa na kurekebishwa, lakini Biblia ni neno lake Mungu ambayo inakaa milele na milele na inatuonya usiku na mchana. Mungu sasa, kwa sababu anatupenda, anataka tuweze kujua jinsi ya kukula. Hivyo Mungu akasema ya kwamba mwanadamu anapokula ale asubuhi chakula chake mapema, kama ni saa 1, kama ni saa 2, uketi chini ukule chakula chako sawa. Kama ni vinywaji, kunywa vizuri, uhakikishe umekula umeshiba, na uweke kwa masaa 5 kabla hujakula chakula kingine. Usikuatishe chakula kingine na kingine. Tunaambiwa kwa masaa 5 chakula itakuwa imeisha kwa tumbo lako mpaka unaishi njaa. Lakini ukikula kwa sababu ya tamaa, ndio inakuletea shida na matatizo katika mwili wako, kwa sababu Mungu aliumba mwanadamu na akampa muda ya vyakula kushaka katika tumbo lake. Lakini unapokosea, unapofanya makosa kukula zingine baada ya zingine, zile saa kwanza, nitoe mfano saa wakati huu, wenda nimekula chapati asubuhi na nimeshiba vizuri, alafu nikaenda kwa jirani yangu nikapata yeye anaendelea kukula mkate na chai ama na chochote, akanikaribisha karibu, akaniletea tena mkate. Nikaona mkate, kwa sababu imekuwa muda mrefu kama sitakula, ninakula tena. Isile maendeleo makasi ya Mungu ambayo ilikuwa ikiendelea kwa tumbo lako haikuwa imemalizika. Kwa hivyo mwili unaanza kumwambia sehemu za mwili kwamba sasa simamisha kushaka vyakula, alafu sasa mkuja mpeke tena chakula kingine kinatoka kwa mdomo. Zile zingine zinaachwa kitambo ifikiwe zinapatikana kama zimeoza, asiyendi tena na asikutani tena. Zinafanywa kuwa vitu vingine kwa mwili, zinawekwa mahali, na zinavyowekwa hivyo ndio inaleta shida. Hivyo Mungu anatuambia ya kwamba jinsi alivyotuumba kwa hekima yake na akatuumba kwa uzuri wake na kwa mpangilio yake, hivyo mwanadamu yeyote ana maarifa, ana hekima jinsi alivyoumbwa na Mungu. Hakuna mtu asiyeweza kujitawala. Tunaambiwa ya kwamba tunapokosa kuwa na kiasi, tunapokosa kuwa na kiasi kwa kila chakula, hakika tutajiletea shida. Waje niseme samani zile, kwa sababu hakukuwa na vyakula vingi, hata magonjwa naye viko vingi, kwa sababu watu walikuwa nakula chakula moja ama safari moja kwa siku, kwa sababu chakula zilikuwa chache, na watu wakaendelea kuwa na afya nzuri. Watu walikuwa nakula chakula asubuhi mpaka jioni, mpaka kesho asubuhi tena mpaka jioni. Lakini wakati maendeleo ulipofika, tulipopata uhuru, sasa tukaanza kuwa na vitu vingi. Tukaona sasa ni kukula ili tuweze kustarehe, kwa sababu tunakuwa na vyakula ili tuweze kukaa. Hata wengine wakajifananisha na wazungu, wakasema wazungu wanakunywa chai asubuhi, alafu saa 4 tena analetewa mkate anakula, saa 7 analetewa chakula. Lakini si hivyo. Kile tunahitaji usijilinganishe na mtu mwingine, tuweze kutii sheria ya Mungu ambayo tukitii hakitapata na magonjwa mengi, kwa sababu Mungu wetu anahitaji sana tuweze kuwa na afya nzuri, tuweze kumtumikia, tuweze kumtukuza na kufanya kazi
yaliyo kazi yake kwa njia nzuri, tuweze kumpendeza Mungu katika maisha yetu. Watoto wetu tuweze kuwafunza wasikule kule tu kila saa, tuweze pia tunapojifunza tuweze kujua ya kwamba Mungu wetu ana mpangilio na mpango wa kukula. Leo hii kwa sababu ilikuwa ni marudio na nimekuzia karibu mwisho, tunaambiwa ya kwamba unapokula vyakula ukule kama umeketi chini na uhakikishe ni chakula gani unakula. Na kuhusia tena kusema ya kwamba unapokula chakula usikule chakula ukikunywa maji. Kunywa maji kabla ya kukula kwa madakika 30. Kisha baadaye kama umekula ukitaka kunywa maji, kunywa maji yako baada ya masaa 2 ama saa 1.5. Ndio utakunywa maji yako. Na tena nimesema ya kwamba tule vyakula mara 3, na ni kama unakula asubuhi saa 1, uhakikishe saa 1 unakula chakula chako. Kitu cha kushangaza wapendwa, hatukuli chakula kigumu. Tunapiga chai, tunakunywa peke yake na tunaenda shambani. Mtu anaenda shambani kwa sababu atakula vizuri, kufikia saa 4, saa 5 mtu anaanza kupima saa. Anaona sasa saa iende haraka na nimetoka. Ni kwa sababu atakula chakula ambaye ni kigumu. Tunaambiwa kama tunaenda shambani, amka asubuhi, pika githeri yako ukule, ama chapati yako kula, ama ugali kula uende shambani. Ufanye kazi yako, ukirudi ukuje ukule tena. Jioni ukule kama maskini. Kula kabisa. Kama unataka sasa kunywa chai yako, ukunywe na ulale. Kwa sababu hauendi shamba. Tunaona watu wengi ambao wako na magari, asubuhi wanaweka magari sawa mafuta nyingi. Na gari inapokuja jioni anaweka tu, hata kama ni kuweka mafuta anasema ya kwamba kwa sababu ya umbali niweke mafuta gari iende ilale na mafuta. Lakini kama mafuta kama kituo ya mafuta ni karibu, anaweza kwenda tu kulala na mafuta yoyote ambaye anajua itanifikisha petrol station. Lakini tunakuta ya kwamba sisi tunafanya opposite, ama tunafanya kinyume. Asubuhi tunakunywa chai, saa 6 tunakula vyakula. Jioni sasa kwa sababu umehangaika the whole day ama siku mzima, unakuja sasa unaketi. Alafu sasa ukule kabisa, hata unaweza kukula kwa sababu umechoka, unakula mpaka hata unasikia kulala. Sasa hapo tu unapomaliza kukula naenda kulala. Na umejaza store yako chakula. Alafu mwili naye nahangaika usiku mzima. Wanashindwa hii chakula itashago saa gani? Mtu anangoroka singizi. Sasa ndio wakati unaletewa ndoto, at least wote kama unakimbia, kama unaona mnyama ama nini, alafu yani mwili ujifanya kana kwamba anafanya kazi vyakula ipate kushagwa. Wapendwa, Mungu wetu anatupenda. Anatuambia ya kwamba tukula asubuhi kama mfalme, saa 6 saa 7 kula kama msafiri, alafu jioni kula kama maskini. Hebu na Mungu aweze kuwabariki. Hivyo ndivyo ilivyo tutaweza kutunza miili yetu. Katika juma hili na waalika ya kwamba kama umesikia mafundisho hayo, ikiwa ya kwanza na kuambia tuko katika leta N ambayo inasema new start. Leta N inasimamia nambari 8 ambayo inasema ya kwamba new start. Tumeanza leo na tutakapomaliza utakuwa sasa umefanya upya mwili wako. Hautabaki vile, utajua jinsi ya kufanyia mwili wako hata kama umekonjeka. Hakika nakwambia utakuwa unapata matibabu ukifuatilia na kufuatilia. Kila nambari ama leta hapa itakuambia ufanye nini leo, ukiamuka unafanya nini, kesho hiyo ingine kifika masaa mangapi unafanya nini. Hebu na Mungu aweze kuwabariki. Na ukiwa na swali unaweza kuuliza. Ukiwa na swali yoyote unaweza kuuliza.
ama uandike ulete ujibiwe, kwa sababu tuko mahali hapa kujibu maswali zenu mnapouliza. Basi kama hakuna swali ama kama bado unanakili swali lako, nasema tuombe. Na tuombe. Mungu na Baba wetu uliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, tunakushukuru Mungu kwa sababu ya uumbaji ambao ulituumba. Tunakushukuru pia Mungu kwa sababu ya upendo ambao unatukumbusha jinsi tunaweza kuishi na kufanya miili yetu upya pia tunapokurudia na kutii sauti yako. Mungu wetu, utaturekebisha, utatusamehe mahali tunatenda kinyume na mapenzi yako kupitia kwa ukulaji, na tutaanza upya kutengeneza uhusiano wetu nawe, na hata kwa vyakula tutakula jinsi upendavyo, jinsi ambao utatufundisha. Na asante kwa sababu umesikia maombi yetu na utatujibu kulingana na neema yako, maana nimeomba kupitia kwa jina la Yesu Bwana na mkombozi wetu. Amen.